Kumekuwa kuna tabia ya watu kukimbia majibu, kwamba wakishatoa vipimo hawarudi tena. Kila siku mamia ya watu na maelfu hufika hospitali yoyote ile duniani, hufika kuchukua taarifa zao binafsi. Wengine hufika kwa ajili ya kufanya vipimo mbalimbali, lakini sio wote wanaorudi kuchukua majibu baada ya vipimo, na wengine hupotea mara tu ya kuwa wametoa damu. Hii tabia imekuwa ikijirudia mara kwa mara, na katika hospitali tofauti tofauti nyingi watu wamekuwa wakishatoa damu, wakifanya vipimo, wachache ndio wanaorudi, na wengi huwa hawarudi kuchukua majibu yao. Hatujajua, tumekaa tukijiuliza swali, ni nini tatizo? Je, ni pesa? Ni hofu? Au wanahisi watanyanyapaa na jamii? Tumejaribu kuwauliza watu wengi, lakini wengi wanakuwa wakipindapinda kona. Upokeaji wa majibu kwa watu kwa tofautiana. Wengi kupokea majibu ni ngumu sana kuliko hata kutoa damu, kuliko hata ile kumkanseli. Unamkanseli vizuri tu, lakini kuja kupokea majibu, wengi ile hali ni ngumu zaidi, na ndio maana wengi huwa wanakimbia. Nadhani hofu imekuwa ikiwa kubwa sana katikati ya watu. Kuna watu na hofu kubwa sana, wanaanza kuwaza jamii itawachukuaje, jamii itawachukuliaje, familia itawachukuliaje, na hofu kubwa huwa inatanda kulingana na majibu ambayo tayari wagonjwa wenyewe au watu hao wenyewe wanaanza kuwaza na kujipa majibu. Mwingine anaanza kuwaza, kwa nitaambiwa na saratani. Mwingine anakuambia, kwa nitaambiwa na HIV, kwa nitaambiwa na gono. Kwa unakuta maswali mengi yanamwijia mtu, mawazo mengi yanamwijia mtu. Mwisho wa siku anakimbia, harudi tena hospitali kufuatilia majibu. Tuna kesi scenario nyingi sana ambazo zinatushtua, na hii imekuwa ikijirudia. Inasikitisha sana. Unakuta mtu amekubali mwenyewe, kaingia theater, amefanyia operation, wamechukua labda let's say sehemu ya mwili, kitishu kidogo tu, kinyama kidogo kinapelekwa maabara, na kinyama kipelekwa maabara, tunachokwenda kuangalia ni aidha ni saratani au ni uvimbe wa kawaida tu. Sasa unapomwambia mgonjwa tunakwenda kuangalia saratani, hata wewe mwenyewe mtu ukiulizwa kwamba tunakwenda kuangalia majibu ya saratani, I say kile kipindi cha kusubiria ni kigumu sana, lakini isiwe ndio sababu ya kukimbia majibu. Maana hata ukikimbia huwezi kubadilisha ukweli. Kama saratani ipo, ni ipo tu. Zaidi ya yote utaichelewesha. Kama HIV ni ipo tu. Kuna dada mmoja rafiki yangu kabisa, yeye alisema kwamba hakurudi. Alikuja kunipigia simu, nakumbuka baada ya mwaka, ananiambia kwamba ziwa langu limeanza kutoa maji, linatoa kama vidonda na usaha. Nikamwambia, kwani limeanza lini? Akasema, nilipima hospitali fulani, sikurudi kuchukua majibu, niliogopa. Sasa amekuja tena mara ya pili hospitali, wanampima, ile saratani imeshasambaa. Unaona kabisa madhara ya kuto kuchukua majibu, kwamba walivyompima hakurudi tena. Umeona, anakuja kurudi tayari saratani imeshasambaa.
anakuja kupewa majibu ambayo saratani iko stage 4, lakini alikimbia zaidi ya miaka 2, amechukuliwa kinyama, hakurudi tena. Utakuja kuona madhara ya kutokuwahi kuchukua majibu, kwa sababu kuna baadhi ya magonjwa ni lazima uwahi kuchukua majibu. Mapema inapofahamika ndo matibabu yake inavyozidi kuwa rahisi. Hata HIV pia unapoigundua tu pale pale unaanza matibabu, lakini unapokaa sana mwili huanza kudhoofu na kumuumiza mgonjwa. Kesi scenario kama hizi ziko nyingi sana. Kuna mwingine anakuja na pima saratani ya shingo ya kizazi, harudi kabisa. Akikutana na watu huko nje wakamhadisia, wakamwambia utapoanzishiwa mionzi saratani inasambaa, anaanza kuwaza mambo mengi, anapotea moja kwa moja, harudi kuchukua majibu. Atakuja kurudi tayari ugonjwa umeshasambaa. Labda cha kuwaasa jamii kwamba aidha uchukue majibu au usichukue majibu, hauwezi ukabadilisha ukweli wa tatizo. Kama ugonjwa ni negative, ni negative, na kama ugonjwa ni positive, ni positive. Katika safari ya maisha ya matibabu ya afya yako, jiangalie wewe, angalia afya yako na madhara ya shida ambayo uko nayo. Jaribu kufikiria nini kimekutoa nyumbani mpaka kikakuleta hospitali. Kilichokutoa nyumbani, hicho ndicho kikufanye uwe jasiri wa kusubiria majibu. Umetoka nyumbani ukiwa hauko okay, unaona kabisa kuna kitu hakipo sawa katika mwili. Kwa nini ukimbie majibu? Labda ningependa kuwaasa, mjitie moyo watu wote mnapokuja hospitali kupima vipimo, subirieni majibu. No one who is safe. We are all sick. Tunajaribu kuweka sawa tu miili yetu. Kama leo hautaumwa, utaumwa kesho. Hakuna wa kukucheka. Tujaribu kuacha mawazo potofu. Na wakikucheka, kama una saratani, tukatibia ikapona, faida kwa nani? Kwa wale kucheka au kwako? Na utakapoanza matibabu mapema, utaishi vizuri tu katika jamii. Tusiogope, maana kukimbia majibu hakusaidii chochote, zaidi ni kuumiza mwili tu. Na hayo ndio madhara ya kurudia kuchukua majibu.